Mtazamaji wa Mbayu TV, kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Romanus Mapunda, ametangaza azma yake ya kugombea uraisi kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka 2025. Mapunda, ambaye ni mkazi wa Kawe, Dar es Salaam, alitoa tamko hilo jana wakati akizungumza na waandishi wa habari katika hoteli ya Heritage Cottage iliyopo katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Akiwa na ari kubwa, Mapunda alisema kuwa hana sababu yoyote ya kutogombea nafasi hiyo na kwamba amejipanga kikamilifu kushiriki mchakato wa kuwania urais kupitia Chadema, akisubiri taratibu rasmi za chama ili aweze kwenda kuchukua fomu na kuweza kugombea nafasi hiyo. Na mnukuu akisema kuwa, "Nimeamua kutangaza wazi kuwa nitachukua fomu ya kugombea urais kupitia tiketi ya Chadema. Naomba ushirikiano kutoka kwa chama changu kwa sababu nina mpango wa kuleta mabadiliko ya maendeleo nchini. Nataka kuijenga Tanzania mpya yenye mwelekeo mzuri kwa wananchi," aliweza kusema Mapunda, ambapo pia aliweza kugusia swala la no reform no election, ambapo akasema kuwa katika mkutano huo Mapunda alimtaka mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu kauli mbiu ya chama ya no reform no election, akieleza kuwa imekuwa ikileta mkanganyiko miongoni mwa wanachama na wananchi kwa ujumla. Ambapo pia hapa na mnukuu anasema kuwa kauli mbiu hii inaleta mkanganyiko mkubwa kwa sababu inaweza kutumiwa vibaya na kupotosha jamii. Ni muhimu kwa viongozi wa chama kutoa ufafanuzi wa malengo yake ili isizue taharuki miongoni mwa wanachama, aliweza kusisitiza Mapunda, ambapo alitoa wito kwa wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Aliwataka wanachama wa Chadema kuacha siasa za upinzani zisizo na msingi, akisema kuwa upinzani haumaanishi kupinga kila jambo bila sababu, ambapo namnukuu anasema kuwa wanachama wa Chadema wanapaswa kuwa na mtazamo chanya. Siasa za upinzani si kupinga kila jambo kwa sababu tu limetolewa na chama kingine. Maendeleo hayana chama, yanaweza kutoka popote pale, aliweza kusema Mapunda, ambapo aliweza kumpongeza diwani wa kata ya Mshangano kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, na hii ni katika hali isiyotarajiwa. Mapunda alimpongeza diwani wa kata ya Mshangano kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Samuel Mbano kwa juhudi zake za kusukuma maendeleo kwa wananchi wa kata hiyo, na mnukuu akisema kuwa diwani Mbano ni mfano mzuri wa kiongozi anayejituma kwa maendeleo ya wananchi. Ameshughulikia ujenzi wa shule za msingi na sekondari, upatikanaji wa maji safi na salama, umeme na huduma za afya kwa kujenga zahanati na kituo cha afya, pamoja na kuboresha miundombinu ya barabara ndani ya kata yake. Hayo ameweza kuyasema Mapunda. Kwa mujibu wa Mapunda, viongozi wa aina hiyo wanapaswa kuigwa bila kujali chama wanachotoka, kwani maendeleo hayana chama na yanapaswa kuwa ni kipaumbele kwa viongozi wote wa siasa nchini. Hii ni ile ambayo inaweza kuitwa ni kwamba kutangaza nia, kwamba bwana Mapunda ameweza kutangaza nia ya kugombea uraisi kupitia tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo ameweza kutoa nia hii ama ameweza kutangaza nia hii ikiwa bado Chadema imeweza kushikilia msimamo wake wa no reform no election, ya kwamba hawatoweza kwenda kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa sababu wameweza kushuhudia vitu vingi sana ambavyo kwa wanaamini si yale ambayo walikuwa wanatarajia, wala si uchaguzi wa huru na haki, hivyo hawatoweza kushiriki uchaguzi wa mwaka huu. Lakini Mapunda yeye bila kujali hilo ameweza kusema kwamba anakwenda kugombea urais, na si kugombea tu urais, anakwenda kugombea urais kupitia tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Hii inaweza kuwa inaleta mchanganyiko ama inaleta mkanganyiko kwa baadhi ya watu, kwa sababu wengi hivi sasa wameanza kuipokea ajenda ya Chadema. Ukiangalia katika makongamano mengi, wananchi wengi, wanachama wengi wa chama hicho wakisimama wanasema no reform no election. Viongozi mbalimbali wa Chadema wakisimama wanasema no reform no election. Tundu Antipas Lissu naye aliwahi kutangaza nia ya kugombea urais, lakini pia ameweza kusitisha nia hiyo kwa sababu alisema anahitaji kuweza kubakia na msimamo wa chama. Leo hii Romanus Mapunda anakuja kutangaza nia ya kugombea urais kupitia chama hicho ambacho hakitoweza kushiriki uchaguzi. Ni kwamba
chama hicho ndani kwa ndani wanaamini kabisa watashiriki uchaguzi, huku nje wanajaribu kuitikisa serikali, wajaribu kuona namna gani itafanya. Hii tunaweza tukawa tuielewi wananchi ambao tupo nje ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Tunaweza tusio tunajua kipi kinaendelea ndani, lakini hivi sasa huyu anakuja kuibua kundi jingine la watu ambao wanahitaji kuweza kwenda kushiriki uchaguzi ndani ya chama hicho ambacho msimamo wake ni kwamba hawatoweza kushiriki uchaguzi. Bwana, hii ni Mbayu TV. Ni kukumbushe kama bado hujasubscribe YouTube channel ya Mbayu TV, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Uwe na siku njema. Je, unahitaji biashara yako, huduma au bidhaa iwafikie watu wengi zaidi? Mbayu TV inakupa nafasi ya kuwafikia maelfu ya watazamaji kila uchwao kwa kutangaza kupitia Instagram, TikTok na YouTube chaneli yetu kwa gharama nafuu kabisa. Wow, that's amazing. Wasiliana nasi leo kwa simu namba 0622 41 79 80 au 0698 02 45 12.